Ni kweli vita vinavyoendelea, mimi na wewe hatujui vita vitakwisha lini, sababu wababe kule wanaendelea kutunishiana misuri, na ni dhahiri kwamba eneo ambako vita vinapiganwa vitaleta athari katika upatikanaji wa mafuta ndani ya nchi yetu. Ziko juhudi ambazo serikali inazifanya kuzungumza na marafiki zetu katika maeneo mbalimbali ambako kuna uzalishaji wa mafuta na tunaweza kuyapata bila kuathiriwa na eneo ambalo kuna vita. Lakini naomba niseme kwa Watanzania, maana msije mkaja kusema serikali imesema hatutapata athari, kwa sababu kuna mazungumzo yamefanyika. Jitihada serikali inafanya, lakini ni dhahiri kwamba athari kwenye bei ya mafuta zitatokea, na sio Tanzania peke yake, ni kote duniani. Na ndio maana nchi zote duniani zinatoa wito kwa mazungumzo ya amani kufanyika, njia za kidiplomasia kutumika, vita viishe. Sisi wa Tanzania tuwaombee ndugu zetu walioko kwenye maeneo yenye mzozo. Mwenyezi Mungu awafunulie, wakubali kwenda kwenye meza ya mazungumzo, vita viishe, tuepuke athari zinazoweza kujitokeza. Na haziwezi kuwa athari za mafuta peke yake, kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ndugu yangu, hino ni swali la msingi, lakini bahati mbaya vita ile ikitokea hakuna namna ambayo hatutaweza kuguswa. Ni kama ambavyo ilitokea kwenye vita ya Ukraine na Urusi, tuliguswa. Ziko jitihada ambazo serikali ilifanya kuhakikisha tupate athari kubwa sana kwenye maeneo ambayo bidhaa zilikuwa zinatoka kwenye maeneo haya yale na zimeathirika, lakini haikuzuia kutokea kwa athari kabisa. Swali lako jingine ni kuhusu mradi wa LNG. Ni kweli mradi huu ni wa muda mrefu, ni mradi mkubwa ambao sisi kama nchi tunautazama kimkakati. Ni mradi ambao utachangia kwa kiasi kikubwa katika ndoto zetu za kutimiza dira ya maendeleo ya 2050. Tumekuwa na mazungumzo na wawekezaji, kumekuwa na ucheleweshaji kwa sababu serikali pamoja na kwamba inahitaji mradi huu mkubwa, lakini ni lazima tulinde maslahi ya nchi yetu. Na tunafurahi kuambia kwamba mazungumzo yanakwenda vizuri na mradi huu utatekelezwa. Utaanza lini, kwa tarehe ipi kabisa, tutawaambia tutakapokuwa tumekamilisha kila kitu. Lakini mradi haujatupwa, mradi upo na utatekelezwa.